Majina yangu ni Kaliko Mwangi, mwenyekiti wa Matatu Owners Association katika Nakuru County, na nimesimama mbele yenu saa hii adhuhuri jema nikimshukuru Mungu kwa hewa mzuri na baraka ambao ametupa katika nchi hii yetu. Niseme ya kwamba unajua kumekuwa na strike ya siku mbili katika idara ya public transport na katika industry ya all fuel users katika nchi yetu kwa sababu ya gharama ya ongezaji wa fuel levy katika nchi yetu, bei ya diesel. Kwa hiyo mwezi moja na nusu imepanda kufikia bei ya ongezeko la 70 shillings per liter. Bei ya petrol imepanda karibu 30 shillings per liter, na hiyo imekuwa mzigo mkubwa sana kwa wale ambao ni tegemeo lao ni ile industry ya public service vehicle service. Na tuliona ya kwamba imekuwa changamoto kubwa hasa kwa wale abiria wetu na hata wale watu ambao wanabebewa mizigo na wale na trucks, kwa sababu kama mnavyojua vile gharama ya maisha iliyoko na hali ya uchumi katika nchi yetu vile ilivyo, tunaona ya kwamba Wakenya wanafinyika sana katika ile industry ya usafiri. Manake kama ukisema katika urban transport fare inakuwaga 50 shillings and below, na hali ya mapato ya watu iko chini sana, na sasa imebidi ile iongezwe by 50%, meaning mahali watu walikuwa wanaenda na 50 shillings inaenda up to 80, na hali unategemea ule mtu anafanya kazi ya kibarua kwa mchana anapata between 400 and 500. Ukitoa gharama ya kwenda nyumbani kwa 500 shillings, utoe transport peke yake kama 200, inabaki 300. Hapo ndio tegemeo la nyumba, 300 ndio tegemeo la chakula. Tukaona ya kwamba imekuwa ni ngumu sana, inafanya hata wafanyikazi wengine wachelewe na kwenda kazi, na hata saa zingine vile wakati hewa iko baya wanakosa hata kwenda kazi. Kwa hivyo wanakosa hali ya kujidumu kimaisha. Kwa hivyo kwa pamoja na wale viongozi wetu wa kitaifa katika association zile zinatetea usafiri, tukaona ni lazima we down our tools by striking, and we all agreed. Na ninataka kushukuru sana kaunti zote za Kenya 47 mahali ambapo kuna magari haya ya usafiri na hata ya kubeba mizigo waliweza kutii na kukubaliana, kwa sababu wamefinywa, na ukifinywa unafinya aliye nyuma yako, na aliye nyuma yako nafinyika. Ikawa this is a national disaster. All Kenyans are suffering because of the increment of fuel, and therefore wakasimama, na tunashukuru ya kwamba wameweza kusukumana na hii serikali mpaka ikakubali. Wakakuwa na kikao jana, wakakosa kusikizana, na leo wakakaa wakakubaliana ya kwamba wamereduce 10 shillings, na wakapromise ya kwamba by the end of 7 days watakuwa wamepunguza kufikia 30 shillings for diesel and 20 shillings for petrol. Na tunataka kusema if they not live up to their promise, sisi tutaendelea na kugoma, tutaendelea kukaa na jumbani, tutaendelea kuumia na wao, na kwa sababu hao wajali wa Kenya, kwa sababu wao wanakula na kijiko na wanalala vizuri. Wacha wapunguzie wananchi wa Kenya ambao njia zao za mapato zimefinyika, wao waendelee kuongeza yao because they are in a higher class. But I want to tell them the day is coming. We are almost to the day when we shall demonstrate our constitutional and democratic right. I want to say thank you very much kwa wale watu wetu walishiriki, wakastahimili, wakakubali kuumia, na ningetoa changamoto kwa wale ambao wanapea wenye industry hiyo maroni ya magari ili waweze kujisajili. Wanaona the pain we are going, so let them also relent
wa sympathize na sisi ili tupelekane na watu wa insurance waangalie waone vile watu wanaumia, na hata wale watu ambao wanategemea hizo magari, from the owner, the drivers, the conductors, the manambers inclusive, na wale wote washikandao ambao wanapata riziki yao pamoja na katika hiyo industry kama hawkers, street traders, watu wa hoteli, watu wa kufanya biashara dogo dogo, na hata wauzaji wa miraa. Wote tunataka kusema wa Kenya tushikane kwa umoja na amani. Vile vile ningetaka kutoa changamoto niseme ya kwamba tunapotetea idara ya mafuta, vile vile tukumbuke kuna watu wetu wameumia sana. Hiyo strike imesababisha, serikali imesababisha watu wakuwe rioters because they are hungry, wameiba katika supermarket za watu. Naomba sana serikali igharamie hiyo. Magari ya watu imeshomwa, serikali igharamie hiyo, sababu ndio imesababisha, because we have been crying to the unlistening ears. Kwa hivyo hiyo jukumu lote, na nasema pole sana kwa wale wamedhalika na umia, na ningesema in the future kama serikali will not live up to its promise, kama kutakuwa na mgomo ingine, vijana wetu, ndugu zetu na watoto wetu, hapana funja sheria, hapana haribu mali ya ndugu zenu na dada zenu na majirani zenu, kwa sababu hata nyinyi mnaamkaga mapema muende kazi ili muweze kupata chakula, kutafuta mavazi, kutafuta makao na hata kujitafutia kubakisha ili muweze kutajirika. Hakuna mtu anafanya kazi ya kuwa maskini. Na usitupe mawe kwa nyumba ya vioo, manake hujui ndani nani iko. Naweza kuwa ni ndugu yako, naweza kuwa ni dada yako, inaweza kuwa ni jirani yako. Naomba tuishi kwa amani na nchi hii yetu, na tuchukue kura, tujiandikishe na tujue mahali tumechukulia kura, ili mwaka ujao hii serikali ilitudanganya ni mahasola, hii serikali ilitudanganya ni ya mama boga, hii serikali ilitudanganya na dynasty, na hiyo ikawa ndio dynasty sasa. Hiyo serikali ambayo imefanya nchi yetu ipolwe iendelee kutuongeza kodi. Hii serikali ambayo tulichagua wabunge na maseneta ambao hawana huruma na Wakenya wenzao, Wakenya wazalendo, na waombea na waomba ya kwamba tujiandikishe ili tutaweza badilisha serikali hii na serikali ambayo itawajali wa Kenya. Mungu abariki Kenya, Mungu abariki watu wa industry ya public service vehicle. Mungu abariki Nakuru County yetu. Let us live in peace. Let us live in harmony. God bless Kenya.